Ndugu wananchi, katika mkoa wetu wa Manyara, hususani wilaya yetu ya Babati, tumeendelea kupambana na vitendo vya ukatili wa kijinsia ambavyo bado imekuwa ni changamoto kubwa ambayo tunakabiliana nayo katika wilaya yetu ya Babati. Labda nichukue fursa hii kuwapongeza wadau wote ambao wanashiriki katika mapambano ya kuhakikisha kwamba wilaya yetu inaondokana na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Ningependa kutambua NGOs mbalimbali ambazo zilizopo katika wilaya yetu, lakini halmashauri ya wilaya kupitia ofisi ya maendeleo ya jamii nao wamekuwa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba vitendo hivi vya ukatili elimu inatolewa, lakini pale inapotambulikana kwamba kuna mapungufu au kuna tukio la ukatili wa kijinsia umetokea, basi wadau hawa wote kwa pamoja tunashirikiana, ikiwemo jeshi la polisi pamoja na hospitali zote za wilaya yetu. Tumekuwa tukishirikiana kwa karibu katika kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanapata madhara kutokana na ukatili wa kijinsia basi wanapata huduma stahiki katika kila eneo ili kuwarudisha katika hali ya kawaida. Lakini vile vile tumekuwa tukihakikisha kwamba tunatoa elimu kwa wananchi. Niwaombe tu kupitia hadhira hii, kila mmoja wetu hapa ni mdau wa kupambana na ukatili wa kijinsia. Tusikalie kimya vitendo vya ukatili katika maeneo yetu. Vitendo hivi huwa vinaleta madhara makubwa. Tukisema vitendo vya ukatili wa kijinsia ni pamoja na vipigo ambavyo wanawake wengi wamekuwa wahanga wa matukio haya, lakini jamii imekuwa haitolei taarifa matukio haya yanapotokea, vikiwemo hivi matukio haya ya vipigo, lakini ubakaji pamoja na ulawiti. Jamii imekuwa haitoi taarifa, lakini ushirikiano pia yanapotokea haya matukio, ambapo huonekana kwamba ni kitu cha kawaida katika jamii. Niwaase tu ndugu zangu tuliopo hapa kwamba matukio ya ukatili si matukio ya kuyafumbia macho, hata kama likiwa tukio dogo namna gani. Tupaze sauti na kukataa vitendo hivi vya ukatili. Vingi vya matendo haya ya ukatili yanasababishwa na mila potofu, lakini vile vile tumekuwa na changamoto kubwa katika wilaya yetu. Kuna vitendo vya ulevi. Vitendo vya ulevi vimekuwa visababishi vikubwa sana katika kusababisha ukatili wa kijinsia kwenye jamii yetu. Hivyo niwatake wananchi kuhakikisha kwamba tunafanya kampeni maalum ya kupinga na kupunguza matendo ya ulevi wa kupindukia katika maeneo yetu, hasa upikaji wa pombe ambazo hazijathibitishwa. Katika wilaya yetu tuna changamoto sana ya upikaji wa pombe kwenye kata zetu. Kwa hiyo tuhakikishe kwa kupitia siku hii ya wanawake tuanze kampeni ya kupunguza upishi wa pombe ambazo hazijathibitishwa. Sijui nitaongea Kiswahili gani, lakini ni nani hiyo, ili iweze kutusaidia kuondokana na changamoto hii ya ulevi, ambayo mara nyingi vitendo hivi vya ulevi vinaangukia katika masuala mazima ya ukatili wa kijinsia. Nitumie fursa hii kuwapongeza halmashauri ya wilaya ya Babati kwa kuwezesha kutoa mikopo kwa ajili ya vikundi mbalimbali ambavyo vipo kwenye jamii yetu na kutekeleza sheria yetu ambayo inataka kila halmashauri kutoa 10%. Na kwa taarifa ambayo imesomwa hapa,
halmashauri ya Babati kwa kweli, halmashauri ya wilaya ya Babati kwa kweli imewezesha kwa kiasi kikubwa wanawake wengi kuweza kupata mikopo hii, lakini si kwa wanawake tu, si wanawake tu, lakini vile vile imetoa mikopo kwa vijana, lakini pamoja na walemavu. Naamini kwamba kwa kiasi hiki kikubwa ni karibu bilioni 1.9 zimetolewa mpaka kufikia mwezi Machi, ambayo ni kiwango ambacho ni kikubwa, lakini naamini halmashauri ya wilaya ya Babati chini ya mkurugenzi mahiri mama yetu Ana Mbogo, mwakani tutaongea mambo mengine. Najua tutawafikia vijana wengi na wanawake wengi, lakini pamoja na wale wenye ulemavu. Nipende tu kuikumbusha jamii kwamba mikopo hii ina manufaa makubwa, kwa sababu tuna vijana wengi sasa hivi wana elimu, lakini wako bado mitaani, hawana fursa zingine. Nami niwatake vijana hao, kwa kuwa hii mikopo ni mikopo yenye masharti madogo kabisa, basi wajiunge kwenye vikundi ili waweze kupata mikopo hii na kunufaika nayo, badala ya kukaa majumbani na kusubiri ajira. Ukikaa bila kazi muda mrefu, akili itakujia kufanya uhalifu. Sasa ukishaingia kwenye uhalifu, umeingia tena kwenye balaa lingine. Halmashauri ya wilaya ya Babati imeendelea kutekeleza ile sheria ya utengaji wa 10% ya fedha za mapato ya ndani ambayo huwa inatengwa kwa ajili ya kuweza kuwezesha au kutoa mikopo kwa makundi yetu yale maalum, ikiwa na maana wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tangu maboresho ya mfumo huu yalivyofanyika ya utoaji wa mikopo kwa maana ya mwaka wa fedha 2024, halmashauri yetu ya wilaya ya Babati imeshaweza kutoa jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 600 mpaka kufikia mwezi Desemba 2025. Na bado Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi cha mwezi Januari mpaka Machi, halmashauri yetu ya Babati pia imeweza kutoa mikopo ya shilingi milioni 200 na 53,700 na nusu, na mikopo hiyo tunaenda kuitoa kwa vikundi 33, ikiwa na maana ya vikundi 19 za wanawake, lakini na vikundi 14 vya vijana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa zoezi ambalo tunaenda kulifanya hapa, basi ni kukuomba kwa heshima na taazima utatusaidia kuikabidhi hiyo hundi ya mfano ambao tumeenda kuitoa kwa robo hii ya 3 kwa maana ya Januari Machi, ambayo inagharimu shilingi hizo nilizosema ambazo ni milioni 253,700 na nusu. Kwa kweli tunawapongeza waandaaji wa hii kongamano au maadhimisho ya kusherehekea siku ya wanawake duniani ambayo kwetu inafanyika leo tarehe 6 mwezi wa 3 2026. Kimsingi sisi kama wanaume kuna vitu tumejifunza hapa, na wanaume wenzangu ambao wapo, wengine naona wamekaa pembeni kule wanasikiliza, wanaangalia kwa karibu kabisa, naamini kuna kitu wamejifunza. Kwa nini wamejifunza? Kwa sababu sisi wanaume tuna siku yetu inaitwa Men's Day tarehe 19 mwezi wa 11 ya kila mwaka, lakini siku hii hata haijulikani kama ipo. Kuna baadhi ya nchi ndio wao wanaiadhimisha hii, lakini kuna siku nyingine ya sisi wanasema inaitwa Father's Day. Hii pia ipo, lakini kila nchi wanasherehekea kivyao vyao. Kuna nchi ambayo Father's Day yani ni siku ya mapumziko kabisa, kama kuna nchi moja inaitwa Samoa, kuna nchi nyingine inaitwa Lithuania. Ndio hizi
siku anazishikilia seriously, lakini sisi kwetu bado kidogo. Kwa hiyo wanaume wenzangu ambao tuko hapa, tuna kazi ya kuiga kutoka kwa wenzetu ambao ni jeshi kubwa. Tuko hapa kusherehekea siku ya wanawake, lakini kwa namna ya pekee tumuunge rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkono, kwa sababu ni rais mwanamke, lakini ametuletea miradi ya kutosha wanawake. Saa hizi tumeletewa na mfuko wa bima ya afya kwa wote. Ni mfuko ambao unatusaidia jamii zote, lakini hasa wanawake na watoto. Niseme wanawake kwa namna ya pekee tukajiunge huko.